Wapenzi watazamaji, naomba niwapee updates kuhusu yale yote ambayo yanatendeka kote nchini hii siku kubwa ya kumkaribisha Raila Odinga katika taifa letu la Kenya. Kwanza kabisa, mamia ya wafuasi wake Raila Odinga hapo awali waliposikia taarifa kwamba Raila Odinga angepelekwa katika majengo ya parliament, waliamua kuelekea katika bunge la kitaifa na kupanda kwenye lango kwenye gate ya kuingilia parliament kama njia moja ya kumuomboleza mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Vijana hawa ambao walikuwa kwa mamia walijaribu kuombwa washuke. Babu Owino akaweza kujitokeza, Leda Molekina akajitokeza, Edwin Sifuna, viongozi wengi mpaka speaker kuweza kuomba at least washuke, lakini hawakuweza kusikia. Walisema kwamba wanamulilia mheshimiwa Raila Odinga, kitu ambacho kiliweza kulazimisha serikali kuahirisha mipango ya kuweza kumpeleka Raila Odinga ndani ya bunge la kitaifa, na wakaweza kuamua kupeleka mwili wake katika uwanja wa Kasarani ndiposa maelfu ya wananchi waweze kutoshia pale. Kuna wale ambao wataniuliza, Mr. Eagle Ezra, hawa wananchi walitoka wapi? Hapo awali kikosi kikubwa cha maafisa wa polisi kilikuwa kimewekwa njiani ndiposa kuweza kuchunga wananchi wasiende, yani wananchi wengi wasiende katika bunge la kitaifa. Lakini wananchi hawa waliweza kumwambia maafisa wa polisi, bana, tunaomboleza, so tuache. Kanda hii inaonyesha maelfu ya wananchi wakipita katika barabara ya kuelekea bunge la kitaifa, kipindi ambapo walikuwa wameambiwa kwamba mwili wake Raila Odinga utapelekwa katika bunge la kitaifa. Kutoka hapo, wapenzi watazamaji, kipindi ambapo mwili wake Raila Odinga ulipoweza kuwasilishwa katika uwanja wa ndege,
maelfu ya wananchi waliweza kupita vizuizi ambavyo walikuwa wamewekewa na kuweza kuelekea katika uwanja wa ndege. Vijana wengine waliamua kuabiri ndege, wengine wakatokea kwa madirisha ya ndege kama njia moja ya kumlilia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kipindi ambapo mwili wake Mheshimiwa Raila Odinga ulikuwa unashukishwa kutoka kwa ndege, wananchi ambao walikuwa wanaomboleza Raila Odinga vile ambavyo nami ninaomboleza, waliamua kuambia polisi na wanajeshi, wewe simama kwanza nimlilie baba. So yule kijana akaweza kushika jeneza lake Raila Odinga akiwa ameweka simu hivi, akiwa anamlilia Raila Odinga. Aliweza kugrab mwili wake Raila Odinga kwa masekunde chache, akaweza kumlilia Raila Odinga. Wapenzi watazamaji, naomba niweze kuambia hivi. The only person who can control this large multitude ambayo serikali ina struggle kuweza kuwatuliza, mara wanawaambia kwamba shuka kutoka kwa lango la parliament, mara wanawaambia kwamba wacha kuingia kwa uwanja wa ndege. The only person who can control that large multitude is that man who is lying inside the coffin, Raila Odinga. Odinga peke yake ndiye anaweza kusimamisha wananchi hawa na kuambia kwamba vijana tulia, vijana tulia. Lakini hawa wanasiasa wengine hawawezi. Huu ni kuonyesha upendo ambao Raila Odinga alikuwa nao kuelekea kwa wananchi. Kwa sababu ukiona wananchi wengi, mamia ya wananchi wanajitokeza kuweza kumlilia Raila Odinga kiasi hichi, ni kuonyesha mapenzi ambayo alikuwa amewapea. Sasa itakuwa ni mtihani kwa wanasiasa wengine ambao wako kwa serikali, akina Raila, yani akina Rais William Ruto na viongozi wengine. Je, safari yao itakapoisha kutoka kwa hii dunia, watasherehekewa kivipi? Je, watalakiwa jinsi ambavyo Raila Odinga ameweza kulakiwa? Na sijaweza kumtakia kiongozi yeyote mabaya, hapana. Nimeweza kusema je, hawa viongozi ambao wako mamlakani, akina Rais, akina Kithure, akina Uhuru Kenyatta ambao waliweza kuondoka mamlakani, akina Gachagua, akina Osoro, akina Matiang'i, akina Martha Karua, je, watakapomaliza safari yao kutoka hapa duniani miaka ijayo, watasherehekewa kivipi? Je, watu wengi watawalaki? Hii ni changamoto kwa wanasiasa na ni funzo kwa wanasiasa ambao wako hai kuweza kujenga msingi wao na wananchi. Tupatane wakati ujao.